katika kikao cha kwanza cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Mbarali kilichoanza kwa zoezi la viapo vya madiwani wote. Uchaguzi wa mwenyekiti ulifanyika ambapo diwani wa kata Itamboleo Twalib Lubandamo aliibuka mshindi kwa kupata kura zote 27 sawa na 100%. Utekelezaji wa shughuli yoyote ambayo italeta mgongano wa maslahi. Mara baada ya kuapishwa, Lubandamo amekemea vikali wale wote wanaokwamisha miradi ya maendeleo na ukusanyaji wa mapato, akisisitiza kwamba madiwani wanapaswa kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa miradi ya ukusanyaji wa mapato badala ya kuwa chanzo cha vikwazo. Hivi kuna mtu anaweza kushindwa kupaki gari gao kwa shilingi 3,000? Hawa wananchi kuna muda tunataka tuangalie na tuwape elimu sisi madiwani. Tusiwe si ni sehemu ya kulalamika. Yaani kukuta wananchi watatu tu wamekaa na lalamika na umekuwa tayari umeingia na diwani anaanza kulalamika. Haiwezekani. Hii serikali wasi ndio serikali yenyewe. Wape elimu. Hebu tuache wataalamu wetu wafanye kazi. Tuache wataalamu wetu sisi watutengenezee vyanzo vya mapato. Vijana wenu si waadilifu. Bahati mbaya, bahati nzuri wengine watoto wenu, ndugu zenu mmewaweka hapa. Mkurugenzi, pitia wakusanyaji wa mapato wote wilayani kote ambao si waadilifu toa. Tumeshakubaliana tunakwenda kukusanya, kama yuko anayetukwamisha kwa sababu ni ndugu na mheshimiwa fulani, hatuwezi kwenda namna hiyo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mbarali Raymond Mweli ametoa tathmini ya utekelezaji wa miradi ya fedha zilizopangwa kabla ya kuwasili kwake, akieleza maeneo yaliyotekelezwa na yale ambayo hayajafanyiwa kazi ipasavyo. Miradi hiyo itapewa kipaumbele na kutengewa fedha kwa bajeti ya mwaka 2026-2027. Kwa taarifa mwenyekiti, milioni 250 hizi bado hazijalipwa. Ukarabati umekamilika. Kwa nafasi yangu kama afisa masuhuri nilielekeza taratibu za ukaguzi ziendelee, kwa maana ya wakaguzi wetu wafanye ukaguzi ili kujiridhisha kama taratibu zote zilifuatwa. Lakini pili, fedha kiasi cha milioni 55 kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya ukarabati wa ofisi ya mkurugenzi mtendaji, management ilifanya maamuzi kuwa fedha hizo zitumike kwa ajili ya kununua au kukarabati miundombinu ya serikali iliyoathiriwa na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. Wote ni mashahidi. Baadhi ya wananchi nao wameeleza matarajio yao juu ya ufuatiliaji wa miradi hiyo, wakibainisha kuwa wanatarajia changamoto za maji na kilimo kushughulikiwa kwa haraka ili kuboresha maisha yao na shughuli za uzalishaji. Kwa kipaumbele ni kuhusu maji, kwa sababu wilaya Mbarali hasa kuhusu swala la maji ni janga kubwa. Lakini tujengea labda haya sikimu za maji kwa maana ya umwagiliaji. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.